Musafiri Kashindi Ng'ombe Tipeple. Kwa jamaa la Bashimuma, nyumba kubwa ya Banenge na nyumba ndogo ya Bashimwena Ombo. Mama yake ya marehemu ambaye ameitwa kwa jina la Area Jane Makirambe wa jamaa la Akobo, nyumba ndogo ya Pashi Matembe, na babaye ameitwa Kashindi Ng'ombe kwa jamaa hilo la Bashimuma, nyumba ya Banenge. Tarehe ya kuzaliwa marehemu amezaliwa tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 1986. Alizaliwa pale Lusambo. Elimu, tukianza na elimu ya kawaida, marehemu alimaliza shule la msingi ambayo alisoma pale kwenye Ebe Lusambo, na alipata certificate yake mwaka wa 2005, 2005-2006 akapata certificate yake, na aliendelea akaenda pia kwenye chuo au shule la sekondari akapata diploma yake kwenye Institut Ngobi mwaka wa 2011-2012, 2011 na 2012 akapata diploma yake pale. Lakini pia alisoma na elimu nyingine ambayo ni informatique, wale wanaojua ambayo computer science. Alisomea pale Uvira, akamaliza mwaka mzima pale. Katika hii mwaka wa 2013-2014 alimaliza informatique pale Uvira, na kazi ambayo marehemu wametumika, alikuwa na kazi ya uandishi. Alifanya kazi katika kuandika ndani ya cyber kwa sababu ni informaticien, lakini pia alijihusisha na kazi ya kutangaza habari. Alifanya kazi kwenye TV moja hapa kwetu kambini. Hiyo ni kazi aliyofanya marehemu, na pia alifanya kazi kwenye centre ya informatique pale Uvira ambayo inaitwa Vis-a-Vis, lakini pia alifanya kazi nyingine kwa centre ya informatique pale Baraka ambayo inaitwa CFRD. Hizo ndo kazi ambazo marehemu amefanya. Maisha ya ndoa, marehemu alioa mke wake mmoja anayejulikana kwa jina la Kiza. Hilo ndo jina la mke wake, Kiza Teresa Noela, ni wa jamaa la Basango. Na watoto, marehemu alizaa mtoto mmoja tu na huyo mke wake ambaye ni mtoto wa kike, yupo hai. Magonjwa, marehemu alianza kusumbuliwa kwanza na matatizo ya miguu kuwaka moto kila mara, lakini baadaye tumbo kuvimba, na baadaye macho yote kugeuka manjano. Na tulivyoenda hospitalini kwenye vipimo, ikaja kubainika kwamba ni matatizo ya ini ndio yanasababisha
hayo yote, miguu kuvimba, macho kugeuka njano, hiyo yote imesababishwa na matatizo ya ini. Kwa hiyo huo ndio ugonjwa ambao umefanya marehemu apoteze maisha, apoteze uhai. Ni tatizo la ini, tatizo la ini. Na ilipofika tarehe 24 mwezi huu na mwaka huu saa 11 mapambazuko pale, marehemu akawa amekata roho. Tulipokuwa naye hapo hospitali kuu ya hapa G1. Basi hapa ulimwenguni marehemu ameishi miaka 39. Miaka 39. Basi Mungu ailaze mahali pema roho